Ni kutokana na siasa za matusi, kiburi na hasira wanazoendeleza, kidokezea huenda baadhi yao wakawa wagonjwa na wanahitaji matibabu. Rais akiweka wazi kuwa wengi wao hawana ajenda ya kuwauzia wananchi, bali wanauza siasa za ukabila na migawanyiko. Amezungumza haya katika hafla ya kuwawezesha wanawake kaunti ya Mandera, ambapo amewahakikishia wakazi hao kuwa hawatatengwa tena na serikali ya kitaifa. Mapambano makali kati ya upinzani na serikali bado yanaendelea kushuhudiwa wakati uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 unawadia. Leo hii Rais William Ruto katika ziara yake kaunti ya Mandera akisema kuwa huenda baadhi ya viongozi wa upinzani ni wagonjwa kutokana na siasa za matusi, hasira na kiburi wanazoendeleza kila siku. Msijali na wale watu wa makelele na matusi. Hawa watu, I don't have time for such people. Kwanza nikiwaona wakiongea, mimi naona ni kama watu wagonjwa wanataka kupelekwa hospitali. Matusi mingi, kiburi mingi. I think some of them are not well. Nafikiri wako na shida. Ukiona mtu wako na hasira mingi, kelele, fujo, madharau, kiburi, matusi, kila mtu, huyo mtu mimi naona wewe Duale, andikisha hawa kwa SHA tuwasaidie waende hospitali. Hawa watu ni wagonjwa bana. Those are sick people. Rais akisema kuwa hatakubali tena siasa za ubaguzi na kuwatenga wananchi kuendelezwa na viongozi, ila wakati wa uchaguzi ukiwadia kila mtu atapimwa na kazi aliyofanya, bali sio siasa za ukabila na migawanyiko. Kuna mtu ataendesha tena siasa ya ubaguzi na ukabila na chuki kuharibu taifa letu la Kenya. Na kila kiongozi, nimesema kwingine, nitasema nikiwa Mandera, kila kiongozi ambaye anataka kuongoza taifa letu la Kenya, kutoka MCA, mbunge, governor, senator mpaka rais, kila mtu apimwe na ile kazi amefanya. Sio matusi, sio ukabila, sio chuki. Ama namna gani? Si kila mtu apimwe kwa ile kazi amefanya, na yule wa matusi atafutiwe ratili ya matusi. Aidha, amesuta viongozi hao kwa kukosa ajenda ya kuwauzia wananchi kwa ujumla, akiwahakikishia wakazi wa kaskazini mashariki mwa Kenya kuwa serikali yake haitawatenga tena. Mimi niwaulize nyinyi watu wa Mandera, si mumesikia watu wakiongea? Wako na sera, wako na mpango, wako na agenda, wako na maono. Wanajua border point 1 iko wapi, wanajua Ramo iko wapi, wanajua Wargadut iko wapi. Hawa watu ni bure ama si bure? So sikizeni ndugu zangu, nyinyi msikue na wasiwasi. Kenya hii inshallah Mungu atusaidie na atujalie, tutaibadilisha kwa miradi